Karibu katika mada ya leo ambapo tunakwenda kujifunza mada inayosema dalili za awali za kuanza uchungu wa kweli. Katika kipindi cha mwisho wa ujauzito, ni muhimu sana kwa mama mjamzito kuelewa dalili zinazoweza kuashiria kuwa uchungu wa kweli umeanza. Tofauti na mikazo ya kawaida ya mimba, yani Braxton Hicks, uchungu wa kweli huashiria kuwa mwili umeanza maandalizi ya kujifungua. Hapa tutakuletea maelezo ya kina kuhusu dalili hizo ili mama uweze kuchukua hatua sahihi na kwa wakati. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikuletea mada hii kwa undani. Dalili ya kwanza, mikazo ya tumbo yenye mpangilio. Mikazo hii ni ya mara kwa mara na huongezeka kwa nguvu na kiasi kadri muda unavyosonga. Tofauti na mikazo ya Braxton Hicks, mikazo ya uchungu wa kweli haipotei kwa kupumzika wala kwa kubadilisha mkao. Mara nyingi huanza kila baada ya dakika 10, kisha hupungua kwa kila baada ya dakika 5 na hatimaye hupelekea mtoto kuwa karibu zaidi kutoka. Dalili ya pili, maumivu ya mgongo na tumbo la chini. Maumivu haya ni ya mfululizo na huchukua muda. Huanzia mgongoni na huzunguka hadi tumbo la chini. Ni tofauti na maumivu ya kawaida ya ujauzito, kwani huwa na mzunguko maalumu na huongezeka kadri muda unavyosonga mbele. Dalili ya tatu, kutoka kwa ute mzito uliochanganyika na damu, yani blood show. Ute huu ni mzito na mara nyingi huwa na chembe za damu. Ni dalili kuu ya mlango wa uzazi umeanza kufunguka. Ingawa ni kawaida damu nyingi sana, inaweza kuwa ishara ya hatari. Hivyo ni muhimu kupata ushauri wa kitaalamu mara moja. Dalili ya 4, kuvunjika kwa chupa. Maji haya ni yale yanayomzunguka mtoto tumboni, yani amniotic fluid. Yanapotoka huwa na ishara kuwa uchungu uko karibu na tayari umeanza. Wakati mwingine kutoka kwa ghafla kama mtiririko mkubwa au kudondoka kidogo kidogo. Ni muhimu kwenda hospitali haraka endapo chupa imevunjika. Dalili ya 5, shinikizo kubwa sehemu ya nyonga au uke. Hii ni dalili ya kuwa mtoto ameshuka kuelekea kwenye njia ya uzazi. Mama huhisi uzito mkubwa sehemu ya chini ya tumbo, kukata au kujisikia au maumivu sehemu za siri. Ni dalili kuwa mwili umeanza kujiandaa kwa kujifungua. Tofauti na uchungu wa uongo Braxton Hicks. Uchungu wa uongo ni wa kawaida katika ujauzito, lakini hauna mpangilio maalum. Hupotea kwa kupumzika, hauongezeki kwa muda na hauna maumivu makali. Mikazo huwa ya hapa na pale bila mfuatano. Uchungu wa kweli huambatana na mabadiliko ya mlango wa kizazi na huendelea kuwa mkali zaidi. Kama mjamzito utaona dalili mojawapo au zaidi kati ya hizi, ni muhimu kuchukua hatua mapema kwa kuwasiliana na wahudumu wa afya au kwenda hospitali kutambua dalili za awali za uchungu wa kweli. Kunasaidia kupunguza hatari na kubadilisha usalama na kuhakikisha usalama wa mama na mtoto. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Tukutane katika mada ijayo. Kama mara kwanza kwenye channel hii, hakikisha una subscribe ili uwe unapata maudhui yetu mara kwa mara.